Afya Update. Uhali gani mpenzi mtazamaji wangu wa Afya Update. Leo tumekuja kitu tofauti sana. Tumemtembelea ndugu yetu, familia yetu wa Testimony Farmers. Tunataka tupige naye story nyingi sana. Namna gani anaweza akatushare na sisi mambo ambayo huwezi ukajua, ila ukifika Testimony Farmers kuna vingi sana utajifunza. Sio tu kupata dawa na elimu pia. Karibu sana mkuu. Asante sana bwana. Asante sana kwa kunitembelea. Karibu sana. Asante sana. Kama nilivyojitambulisha, Dr. Chilo. Nilitaka tu kujua mkuu, hivi wanawake wengi sana na jamii, kila mwanamke atakupigia simu, nimeambiwa na tatizo la PID, nina changamoto ya PID. Nitaka kujua mtaalamu, PID ni nini? Kwa nini imekuwa changamoto? Au huku ambako madukani mnakutana nazo hizo kesi? Asante sana kwa swali zuri. Kwa ufupi, tatizo la PID limekuwa ni tatizo sugu, limekuwa ni tatizo ambalo linajirudia mara kwa mara, na ni kesi ambayo haiwezi kapita siku ukakosa kupata watu wawili watatu wenye tatizo kama hilo. Inaonyesha kwamba kuna changamoto kweli kweli. Basi ninaomba tuweze kutia msasa kwenye hili swala, ili anayefuatilia kipindi hichi asikose kupata elimu. Karibu mtaalamu, uanze kushusha flow zako. Asante sana. Pia asante sana kwa nafasi hii ambayo umenipatia siku hii ya leo, ili na mimi niweze kushare na ndugu na majamaa ambao watakwenda kukitazama hiki kipindi cha afya yetu. PID naweza nikaongea kwa kifupi, ni bakteria ambao wanashambulia via vya uzazi. Okay. Na ni tatizo ambalo lina njia kama mbili ambazo mwanamke anaweza akazipata. Ndio. Kwanza, kushiriki ngono uzembe. Yes. Namba mbili, kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja. Sasa mtaalamu, unavyosema kwamba kushiriki ngono uzembe, ina maana kwamba kushiriki tendo la ndoa pasipo kutumia kondom au ni namna gani? Naam, ngono uzembe kuna aina nyingi. Aina nyingi. Mojawapo ni kutokutumia kinga. Yes. Kuna wale ambao wanajiita wataalamu wa mapenzi. Kitendo cha kutaka kumridhisha mwanamke kwa kumlamba sehemu zake nyeti. Okay. Kwa sababu hili inapelekea kupunguza kinga ya zile sehemu nyeti za mwanamke, kuwa wale masoja ambao wanafanya doria kule. Okay. Kwa hiyo mwanaume anapokuwa anakutana na mwanamke na kuonyesha ufundi uliopitiliza, mwanamke yeye atahisi kama ana enjoy, lakini kuna kinga ambayo anapunguziwa, ambayo itamsababishia kupata hiyo njia ya kupata PID kiurahisi zaidi. Umetufungua sana. Je, kwa kiujumla tatizo hili katika jamii yetu ilikoje? Kwa kiujumla hili tatizo limekuwa ni sugu sana. Limekuwa ni sugu sana. Kwanza, watu wengi wana elimu ndogo ambayo sio ya kutosha kuhusu huu ugonjwa wa PID. Kwa sababu mwingine anaweza akaja akataka dawa bila cheti kutoka kwa daktari, bila kupima, kitu ambacho si kizuri kwa afya. Kitaalamu watu tunashauri kwamba unapohisi dalili zozote zile kwenye mwili wako ambazo si rafiki, ndio jukumu la kwanza ni kwenda kuonana na daktari, ndio kuchukua vipimo ili uweze kupata majibu ambayo ni sahihi na dawa ambazo utakwenda kuzitumia ambazo zinaendana na tatizo lako. Okay. Kwa mfano, yes. Mtu ana PID, anakuja kwenye duka la dawa au pharmacy. Moja kwa moja anakuja kwambia, mimi sijisikii vizuri, naomba nisaidie Cipro au nisaidie Doxy au nisaidie Hazuma. Yeye akiamini kwamba ni dawa ambazo akitumia atakaa sawa. Okay. Lakini PID ina utaratibu wake jinsi ya kutibia, ina dawa zake na maelekezo yake ya kutosha.
Na kitu kingine, kuna dalili kadha ya hili tatizo la PID. Okay. Dalili mojawapo ni kusikia maumivu chini ya kitovu. Yes, mtaalamu, hebu tupitishe kwenye dalili. Zinakuwa na dalili zipi? Mtu akiona basi aweze kufika kwa daktari, lakini kwamba hizi zinaashiria kwamba ni PID. Asante sana. Kuna dalili ambazo kama 5 au 6 ambazo ni dalili mojawapo ya ugonjwa wa PID. Ndio. Tukipita kwa haraka, dalili mojawapo kupata maumivu chini ya kitovu. Ndio. Dalili ya pili, kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Okay. Dalili ya tatu, uke kuwa na mlaini sana. Dalili ya 4, kutokwa na maji mengi kupita kiasi sehemu za siri. Hayo maji mkuu yanakuwa yanatoa harufu au yanakuwa tu ya kawaida? Ndio tunaenda huko. Okay. Dalili ya 5, uke kutoa harufu mbaya. Ndio. Kutokwa na maji ambayo yanaweza kawa ni ya njano au meupe au rangi ya maziwa. Okay. Dalili ya 6, enzi kuvurugika. Yeah. Yaani unakuwa leo unaingia tarehe hii, unaweza kupitisha siku 5 ngapi ndio unaingia. Unaona. Na dalili nyingine ambayo ni hatari sana. Sijui niweke vipi, kama ni dalili au hatari mojawapo ambayo ni kubwa sana ya PID, inaweza kumsababisha mwanamke kupata ugumba. Okay. Au kupata ujauzito ambao hauwezi ukakua. Anaweza kupata ujauzito baada ya miezi kadhaa, ujauzito unatoka. Kama kuna mwanamke labda hiyo PID inaweza ikampelekea mpaka anashika ujauzito unatoka. Inawezekana ikawa ni PID. Kesi kubwa mojawapo ni PID. Okay. Na mara nyingi huwa tunashauri kwamba mama mjamzito anapohisi dalili za ujauzito ndani ya miezi 3 anatakiwa aanze kuhudhuria kliniki. Okay. Kwa sababu akizingatia huo utaratibu, kuna vitu vingi ambavyo ni hatarishi kwa afya yake, ni hatarishi kwa kiumbe, itakuwa ni rahisi sana kuvidhibiti. Okay. Na mojawapo kujulikana kama mama na malaria, mama kujulikana kama ana virusi vya HIV, okay. Kujulikana na hili tatizo la PID. Okay. Kwa hiyo hivyo vitu vikijulikana mapema kwa mama, ile inaenda kumsaidia ukuaji wa mtoto na afya ya mama kuwa vizuri. Okay, nashukuru sana mtaalamu. Je, tumetupitisha kwenye dalili. Tayari tumeshajua dalili. Hili swala lina madhara gani sasa kwa mama au kwa mwanamke au kwa familia nzima endapo mmoja kati ya kapo akawa na PID? Madhara yaliyopo hasa kwa familia, mke na mume. Yes. Ni hali ambayo inampelekea mwanamke kukosa hamu ya tendo la ndoa, ambayo ni issue kubwa sana kwenye ndoa. Kama nilivyoongea mara ya kwanza kwamba hatari iliyopo pia ni pale ambapo mwanamke anapata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Okay. Kiasi kwamba mwanamke hawezi tena kufurahia tendo la ndoa kwa mumewe. Kwa sababu ya maumivu. Sababu ya maumivu. Okay. Kama tunavyoelewa, swala la sex ni swala ambalo linataka akili ambayo iko smart, akili ambayo imetulia, huna mawazo, huna shida yoyote. Okay. Unapokuwa huko kwenye sex, alafu unapokuwa una stress, mwanamke ana feel pain kwenye sehemu zake za nyeti, hawezi kufika kileleni wala hawezi akaenjoy. Okay. Basi ni changamoto kweli, inagusa jamii kabisa. Na vipi kuhusiana kukosa watoto? Hiyo nayo inaweza kuwa mojawapo ya madhara? Ndio, kwa sababu
bado narudi nyuma. Tushaliongelea kwamba dalili mojawapo na athari mojawapo ni kwamba ni vigumu sana mwanamke ambaye anasumbuliwa na PID mara kwa mara akapata ujauzito mpaka akajifungua salama. Ni vigumu sana. Kwa hiyo kuto kupata watoto kwa hili tatizo ni sehemu kubwa sana. Ni sehemu kubwa sana ambayo mwanamke ni vigumu sana kupata ujauzito kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kikisha vurugika, hormone imbalance ikishakaa hovyo, ni shida sana mwanamke kupata ujauzito. Sawa, anaweza kupata ujauzito. Lakini pia ni ule ujauzito utakuwa uko hatarini sana kuharibika. Okay, sawa. Kwa sababu kweli hicho kitu dokta nimekinotice kwamba na mwanamke anawezekana akawa baada ya makovu, labda kuna makovu kwenye mji wa mimba, inaweza kwa pia ndo inapelekea huo ujauzito unakuwa unatoka. Naam. Kwa sababu ile swala la PID ni hatari sana kwa mwanamke. Ni issue ambayo ikiendelea mara kwa mara, hapo tunaongelea kaswende, tunaongelea kisonono. Sawa. Hivyo ni vitu ambavyo ni hatari sana. Ni vitu ambavyo ni hatari sana kwa sababu ule mji wa mimba unatakiwa mazingira ambayo ni safi, ambao ni salama. Ili uweze kutengeneza kile kiumbe kikakuwa na afya. Mama anatakiwa awe na madini yale ya folic acid ya kutosha, ili kwa ajili ya mtoto na kwa ajili yake yeye. Sasa wale bakteria wa PID wakisha tawala lile eneo, usalama unakuwa ni mdogo kwenye ule mji wa mimba. Dokta, umetupitisha kwenye somo zuri sana. Natumaini mtazamaji wangu mpaka sasa kuna kitu umekipata. Lakini pia kuna kitu najiuliza kwa daktari kwamba kuna issue ya mimba zinatungwa nje ya kizazi. Inaweza pia nayo ikawa chanzo cha PID. Kuna sababu nyingi ambazo huwa zinapelekea mimba kutunga nje ya mji wa kizazi. Sababu mojawapo ni kuwa na uvimbe kwenye mji wa kizazi. Kwa hiyo ule uvimbe ambao unapelekea mimba ikatunga nje ya kizazi. Na mimba kisha tunga nje ya kizazi ni ngumu sana ile mimba kusurvive na kukomaa mpaka akajifungua. Sio rahisi. Mara nyingi mimba ambayo inakuwa iko nje ya kizazi ni zaidi ya miezi 3-4 mimba huwa inaharibika. Na pia kuna kesi ya shingo ya kizazi. Kesi ya shingo ya kizazi huwa inasababisha mimba kuharibika mara kwa mara. Ile shingo ya kizazi kama haiko stili, haiko vile ambavyo inatakiwa, ni rahisi sana mimba kuharibika, kwa sababu ile weight ya ukuaji wa mtoto unavyozidi kuongezeka, ile shingo ya kizazi inalemewa na kuachia. Ikishaachia, mara nyingi mwanamke anaweza kalala hata usiku akakuta aishachafuka na alikuwa ni mjamzito. Au akanyanyua kitu chochote tu kile kizito kikamshtua, basi mimba ikaharibika. Kwa hiyo ni kulegea kwa mlango wa kizazi, shingo ya kizazi. Shingo ya kizazi, cervix. Naam. Je, kama ni sababu zipi zinaweza zikapelekea hiyo cervix ikawa inalegea? Njia mojawapo ni haya magonjwa nyemelezi haya ya ngono uzembe, ambayo tukiongelea hapo ni kaswende, kisonono, PID mojawapo. Hizo ni njia mojawapo ambazo zinaweza kuzoofisha. Ninapoongelea mji
wa kizazi. Humo ndio tunapata hiyo shida ya kizazi, tunapata yani mfumo mzima ambao mtoto anatakiwa akae akuwa akiwa salama. Sasa kwa kuna maradhi kama hayo, kaswende, kisonono, PID, vile vitu vinakuwa havipo sawa. Okay, sawa. Sasa mtaalamu, umetupitisha kwenye dalili, umetupitisha kwenye madhara. Je, ugonjwa huu unaweza ukatoka kwa mwanamke ukaenda na kwa mwanaume pia? Je, na matibabu yapo ya ugonjwa huu? Naomba nijuze daktari. Asante sana kwa swali zuri. Nikianza na swala la maambukizi. Maambukizi yapo. Ingawa dalili zitatofautiana kati ya mwanamke na mwanaume. Okay. Mwanaume hasa tukirudi kwenye hii kesi, labda tuongelee gonoria. Gonoria kwa mwanaume huwa linaonekana mapema kuliko kwa mwanamke. Okay. Mwanamke anaweza kawa na gonoria lakini anaweza akakaa nalo hata zaidi ya miezi 3 na zaidi na asijue. Okay. Kitakachomsebu pale yeye ni zile siku anapoingia period. Anapokuwa kwenye ule mzunguko, kuna bakteria wengi ambao wanakuwa wanapungua. Okay. Lakini mwisho wa siku sio kwamba anaweza akapona kwa sababu ya kuingia kwenye siku zake. Okay. Watatoka wale lakini bado watabaki. Yes. Kwa hiyo kisha baki wale, mwanaume atakapoingia, atakapotoka. Kwa mwanaume inategemeana pia na mikoa yetu ya hali ya hewa. Kuna sehemu ambazo za baridi unaweza kachelewa kidogo. Kuna sehemu ambazo ni za joto kama hapa Dar. Yes. Mara nyingi siku 2 siku 3 utapata tu dalili hizo. Kwa mwanaume. Hata hiyo siku ya kwanza kwa mwanamke ambaye ana shida ya magonjwa ya zinaa, unaweza kukutana naye siku ya kwanza tu. Ukitoka pale unaanza kujisikia miwasho. Okay. Unaweza kusikia ile miwasho ambayo unahisi kabisa si hali ya kawaida. Okay. Unaweza kujisikia haja ndogo mara kwa mara, ukienda chooni ukikojoa mkojo unatoka kidogo. Alafu mwishoni unasikia unauma. Okay. Ukikaa unaweza kusikia vitu kama vinavuta ndani. Uume sasa. Kwa mwanaume. Samahani mtaalamu. Kwa hiyo hizi ni mtaalamu anaeleza kwamba dalili ambazo kwa mwanaume ukishiriki tendo la ndoa na mwanamke ambaye ana ugonjwa au wa PID au magonjwa ambayo yanahusiana na mfumo wa uzazi utaziona. Kwa makini sana kuna kipindi hichi mtoto wa kiume. Hizo dalili amesema kwamba kwenye uume kunakuwa kuna washa ndani ya siku 2 au 3 toka umeshiriki. Hata siku ya kwanza. Naam. Hebu endelea mtaalamu. Naam. Kwa hiyo baada ya siku 2 siku 3 mwanaume anaweza akajikuta anatokwa na uchafu. Okay. Kwenye uume wake. Okay. Pale tayari anakuwa ile hali inakuwa tayari ishaanza kujijenga kwa kasi. Okay. Manake ule usali wale bakteria ambao tayari wanakuwa washashambulia ndani. Ile miwasho ambayo mwanaume anakuwa anajisikia kipindi hicho, tayari wale bakteria wanakuwa wanaanza kushambulia ndani taratibu. Okay. Kwa hiyo mwanaume mwingine unaweza kumuona akaona kama kawaida, anasimama tu, anajishika nini, anajisikia la. Akiacha anaona tena vile hataki kuchukua hatua kwa mapema. Lakini kutibika, haya magonjwa yanatibika vizuri kabisa. Hasa ukiwahi tiba. Okay. Unapoziona hizo dalili ukiwahi unatibika kwa mapema zaidi kuliko ukasubiria. Kwa hiyo mwingine huwa anasubiria, anaweza kaja mtu ukamuuliza hili tatizo limeanza lini, anakuambia lina wiki 2. Unabaki unashangaa. Wiki 2 hii hali ulikuwa unasubiria nini? Ulikuwa unasubiria kitu gani kitokee ili ujue kwamba hauko sawa? Wakati ile siku ya kwanza ya pili tu unapoona dalili ambazo sio sawa, ukiwahi kwa daktari unapona kwa haraka zaidi. Okay, sawa mtaalamu. Sasa naomba kitu kimoja mtaalamu. Je, kati mwanaume huyu akajisikia dalili, sawa, anatakiwa aje yeye mwenyewe aje ajitibu au amwambie na yule mwenzi wake?
Kitu ambacho ningependa kushauri kulingana na haya maradhi ambukizi ni vizuri kujitibu wote wawili kwa wakati mmoja. Okay. Lakini kuna changamoto ambayo ipo kwa wale ambao wana mahusiano zaidi ya mtu mmoja. Okay. Hapo ambapo ndio pana changamoto kubwa sana. Au kwa wale ambao wana wake wawili. Kuna changamoto sana, alafu pia kuna mivutano kwa sababu bibi mdogo anaweza kuambia mimi ni mzima. Okay. Siwezi nikatumia hizi dawa, kwa hiyo sijui huo ugonjwa umeutoa wapi. Okay. Unaona? Na mwanaume hawezi akapeleka hiyo kesi moja kwa moja. Labda anaweza kumwambia mke wangu nimeenda kupima, imejulikana kwamba na UTI sugu. Kuna dawa hizi hapa ambazo tunatakiwa tuzitumie wote kwa pamoja. Yule mwanamke kwa sababu anaona huyu, kwa sababu tuko wawili, mimi ile tatizo sina, inawezekana labda ni mkubwa. Kwa hiyo kitendo cha yeye kukataa ni kitendo ambacho yeye anazidi kujiingiza sehemu hatarishi zaidi. Okay. Kwa sababu bado yule atabaki kwa mume wake. Ndio. Na bado watakutana tu. Okay. Lakini kwa yule ambaye ni mke na mume, nilikuwa na shauri. Linapotokea tatizo kama hilo ni vizuri kwenda wote hospitali kupata vipimo vyote. Mnapopata dozi, huwa tunashauri kwamba inatakiwa mmalize dozi bila kukutana. Okay. Mmalize dozi bila kukutana. Na mnapomaliza dozi inatakiwa mrudi kufanya check up ya pili. Okay. Daktari atakapojidhihirisha kwamba wote mmekuwa sawa, basi mnaweza mkaendelea na utaratibu wenu. Mtaalamu, kuna maswali mengi sana kichwani yananijia ulivyosema kwamba labda kuna mahusiano zaidi ya mwanamke mmoja au mwanaume mmoja. Sasa inawezekana mmoja ameenda kutibiwa, akaenda kwa mwingine hajatibiwa. Kwa hiyo ugonjwa utakuwa unahama sasa. Naam. Nakumbuka kipindi cha nyuma, mtu yoyote yule ukienda hospitali kwenda kupima damu kubwa, kuna maswali ambayo utaulizwa, kwa nini umeamua kuja kupima? Ndio. Na pia kwamba inabidi uje na mwenza wako. Okay. Ili mpime wote mpate majibu ambayo ni sahihi. Okay. Unaona? Kwa hiyo sio busara, sio utu, sio vema kwenda kupima peke yako. Unaweza kaenda kupima peke yako ukajikuta una tatizo kubwa, alafu ukaficha, ukaogopa kumwambia mwenzio. Alafu baadaye mkao mnakutana. Wewe utampelekea maradhi. Na ukimpelekea ile maradhi, kwa hiyo wewe hata ukienda kujitibia kwa siri, kwa kuwa bado unakutana na yule, hakuna unachokifanya. Sasa mtu si atalalamika kwamba nakutumia dawa hizi daktari, kila siku mimi narudi hospitali na meza dawa, baada ya siku 2-3 ugonjwa uko pale pale. Utamsaidiaje sasa mtu huyo? Au kwenye jamii zetu kuna changamoto ambayo ni kubwa sana kwenye jamii yetu. Kwanza, watu wengi hawaelewi matibabu au utaratibu wa kutumia hizi dawa ambazo tunaita antibiotic. Okay. Wengi hawajui antibiotic ni dawa, alafu ukikosea kuitumia ni sumu. Ipoje hapo mtaalamu? Ipo hivi. Unapoandikiwa dozi ya antibiotic, hakikisha unaitumia, unamaliza dozi. Okay. Unapotumia dawa ya antibiotic yoyote ile kwa mazoea, unakuta mtu anakuja duka la dawa anakuambia nataka Ampiclox vidonge 5. Nataka Ampiclox vidonge 2. Nataka Cipro vidonge 5. Zile dawa zinaenda kutengeneza sumu mwilini. Alafu mwisho wa siku zile dawa hata ukitumia haziwezi kukusaidia. Haziwezi kukusaidia kwa sababu hizi dawa za antibiotic zinavyoenda kupambana na wale bakteria,
huwa zipambane siku moja. Okay. Ndio maana kuna dozi ya siku 7, ndio. Kuna dozi ya siku 5. Wale bakteria paka inafikia wakati hawajiwezi kabisa, ni kulingana na unavyotumia dawa kwa utaratibu sahihi. Okay. Kwa sababu bakteria wale unapozidi kutumia dawa wanaanza taratibu, wanaishiwa nguvu. Yeah. Wanaishiwa nguvu, wanazimia kabisa. Mwisho wa siku wanapokuwa wamezimia, kwa sababu hakuna wanachopata, hawali chochote wala hafanyi kitu chochote kile, mwisho wa siku wanapotea kabisa. Unaona? Kwa hiyo unapotumia zile antibiotic kabla hujamaliza, unawaacha wale wadudu labda waishazimia, wanaelekea labda kufa na kupotea kabisa. Yeah. Unapoacha kutumia zile dawa, yeah, wale wadudu wanaanza kurecover taratibu. Wakisha recover, wanaanza kutengeneza kinga ya kupambana na ile dawa ambayo ulikuwa unaitumia. Okay. Kwa hiyo mwisho wa siku ile dawa hata utumie vipi, lile tatizo lako litabaki vile. Basi mtaalamu, kwenye jamii zetu tunahitajika kupata wataalamu kama ninyi ambao mnakuwa mnaleta majibu ya maswali ambao mtaani yanachukuliwa ni kawaida. Mtu atameza dawa leo, siku 2 akijisikia vizuri anaziacha. Utaweza kukuta nyumbani kuna lundo la madawa ambayo hawajamalizia na inaonekana kama ni hali ya kawaida. Kama baba, kama mama, usikubali. Umeandikiwa dozi, maliza dozi zako. Si ndio mtaalamu? Naam. Okay, turudi sasa, tunaweza tukajikingaje ili tuweze kutoka kwenye hili tatizo? Tushawaambia watu changamoto zake, madhara yake. Tunatokaje sasa mtaalamu? Tunajikingaje ili kutokuingia kwenye haya mambo? Asante sana Dr. Chilo. Yeah. Njia mojawapo ya kujikinga ni kuwa mwaminifu. Ingawa kwa kizazi hiki ambacho tulipofika, limekuwa ni janga la taifa. Okay. Limekuwa ni janga la taifa, lakini tunapokuwa waaminifu, kuna vitu vingi ambavyo tutaviepuka. Hasa haya magonjwa ambukizi. Yeah. Unapokuwa wewe na mke wako au wewe na mpenzi wako mmoja, ni vigumu sana kupata haya magonjwa ambukizi. Okay. Kwa sababu tunapoongelea magonjwa ambukizi ni tatizo ambalo linatoka kwa mtu mwingine, linahamia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kama wewe uko safe na mwenzio yuko safe, hiyo PID itatoka wapi? Okay. Sio PID tu, hiyo fungus itatoka wapi? Kwa sababu fungus yenyewe ni magonjwa ambukizi. Yeah. Ni magonjwa ambukizi, na ugonjwa wa fungus ni ugonjwa ambao unamshambulia sana mwanamke kuliko mwanaume. Okay. Kulingana na maumbile yake jinsi alivyo. Okay. Unaona? Kwa hiyo uaminifu, kuwa wasafi, kutumia maji mengi, kunywa. Kwa sababu unapokunywa maji mengi, unapoenda kupata haja ndogo, una flash wale wadudu wengi sana. Okay. Kwa hiyo hata kama una UTI ambao ni ndogo, ukinywa maji mengi unaweza ukawa sawa hata kabla hujatumia dawa yoyote ile. Okay. Mpenzi mtazamaji wangu, hii ni Afya Update. Leo nilikuwa tu mgeni kwenye Testimony Pharmacy, lakini nimebahatika nikasema nisitoke bure, kwa sababu nakutana na wataalamu ambao wanakutana na kesi nyingi sana mtaani. Nikasema ni share naye mawili matatu. Natumaini haujakosa kitu. Endelea kuweza kukaa kwenye Afya Update, kipindi chako bora kabisa kinachokuwa kinakujulisha taarifa mbalimbali kuhusiana na afya yako. Daktari, nakushukuru sana. Kama kuna chochote cha bonus unaweza ukamwambia mtazamaji wetu kuhusiana na somo letu la leo. Karibu sana. Unapatikana wapi? Watu wanaweza kukupataje ili tuweze kuwahudumia Watanzania? Napatikana Kitonga, njia panda ya Machimbo, Pharmacy Testimony. Kitu ambacho ningependa kuambia watazamaji ni kwamba afya ni bora kuliko kitu chochote. Afya ni utajiri kuliko kitu chochote. Kwa hiyo afya kwanza, mengine baadaye. Thank you. Lakini mimi ninachosema tu kwamba tuwe waaminifu. Naam. Usikubali mpango wa kando.
Afya Update.